Barza wapia Utazipata. Uwanja wetu ulikuwa na kola 4 kwa maana ya ghorofa ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4 kama tunavyoona. Upande huu wa magharibi tumefika ghorofa ya 3. Ndio tunapoona kwenye bao ni ghorofa ya 3 hapo kuna ghorofa ya 4. Uwanja wetu utakuwa umekaa kama ukumbi. Na hiyo yote inaweza kureflect vile hapa uwanja hujajengwa tu kama uwanja, kuna vitu kipindi tuna design tunazingatia za mazingira. Hata muonekano wake baadaye utakuwa una reflect nini ya engineer kwa asilimia 33 na unafikiri utakamilika kwa wakati? Yes, tuko mbele hapo. Ni nini ujenzi unatakiwa kukamilika? 24 mwezi wa 7 2026. Na sasa tuko mbele ya wakubwa. Ingine niambie wakazi wanaozunguka eneo hili wanaochukuliaje mradi? Wakazi wa eneo hili kwa kweli wanafaidika na pia wanaelewa maana ya kazi. Zote tulikuwa tunaelewa na diwani ndio hapa kueleza sababu kitu wa sababu, sababu hata watu wengi walioajiriwa kama ni wenyeji wa maeneo sasa kwa watu wanapambana sana lazima wafaidike hiyo. Saikimea, mimi kama mwenyekiti wa chama kata hii ya Olmot, kweli namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu mkubwa ambaye imeithamanisha kata ya Olmot na Tanzania nzima. Tunashukuru kwa sababu mradi huu inakwenda kwa wakati. Mradi huu pia imeheshimisha ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu waandishi wa habari, nimekuja kufanya ziara kwenye uwanja huu wa Samia ambao uko hapa katika kata ya Olmot, lakini mwaliko huu ni kwamba unatokana na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Olmot. Kuna siku alinipigia simu akaniambia, Mstahiki Meya, kuna kifusi pale ambako kama ikiwezekana tukaomba itatusaidia kwenye barabara zetu. Sasa pamoja kuja kukagua uwanja, lakini pia nimekuja kuangalia kifusi chenyewe. Na mheshimiwa diwani, mimi nikushukuru, kifusi nimekiona, kifusi ni kizuri na ni imani yangu kubwa sana. Baada ya kunipigia niliongea na mkurugenzi wa michezo Bwana Alex, akasema, Meya, pita pale angalia, alafu kama inafaa basi tuangalie namna kusaidiana. Kwa hiyo nimeona kifusi kiko sawa na nishukuru uongozi wa uwanja. Tumemkuta engineer hapa ambaye ametukaribisha vizuri, na kwa sababu kifusi kinafaa, nafikiri tutarudi kwa mkurugenzi wa michezo, alafu kifusi hiki kwa mimi ninavyoona itasaidia kwenye kata mbili, kata ya Olmot na kata ya Ola City. Lakini nimeona pia ujenzi wa uwanja unaendelea. Nimefarijika kukuta kuna wafanyakazi zaidi ya 800 wanafanya kazi kwa shifti moja, na kazi hii ninavyoiona itaenda kwa wakati. Kwa hiyo tumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi yake kubwa anayoifanya na kwa kuleta uwanja huu katika jiji letu la Arusha, katika kata hii ya Olmot. Na niwashukuru viongozi wetu wote akiwemo mkuu wa mkoa na wananchi wote wa jiji la Arusha, kwa sababu mafanikio haya ni ya wananchi wa halmashauri ya jiji la Arusha. Lakini shukrani zimwendee Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na hongera nyingi sana kwa wana Olmot. Mheshimiwa diwani hongera, mwenyekiti wetu wa chama hongera sana. Hii ni ilani inatekelezwa na kazi inaendelea. Asanteni sana. Ni mradi mkubwa kwa kweli ambao mwisho wa siku utafanya kazi kata yetu ya Olmot. Mimi kuinyanyua kata yetu ya Olmot kimaendeleo, lakini pia kufahamika. Sambamba na hilo pia tumekuja hapa kutembelea uwanja huu pamoja na Mstahiki Meya wa jiji la Arusha. Sambamba na hilo pia tumefika pia kuona kifusi hichi kama kinafaa kwenye eneo la barabara, kwa sababu kwa kweli barabara kwenye kata ya Olmot kwa sehemu kubwa imekatika kwa sababu ya mvua zinazoendelea za masika. Lakini nimshukuru pia kwa sababu nimemshirikisha Mstahiki Meya, lakini pia amewapigia pia wizara wanaohusika na michezo, lakini pia amekubaliwa. Na ndio maana tumefika pia hapa pamoja na kwamba kutagua uwanja, lakini pia kuangalia kifusi kama kitafaa kwa barabara. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mstahiki Meya kwa sababu baada tu ya kumshirikisha hili jambo pia amelichukua positive, lakini pia leo amefika kukagua uwanja, lakini pia kuangalia kifusi kama kitafaa kwenye eneo la barabara.